Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info popote pale ulipo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko ulimwenguni. Matumaini yetu wewe ni mzima wa afya kabisa, na leo ni siku nyingine mpya ambayo Mungu ametuandalia kuiona, Jumatano tarehe 5 mwezi wa Novemba mwaka 2025. Na karibu tena katika taarifa zetu za asubuhi ya leo, tukikuletea muhtasari wa matukio makuu yaliyotokea usiku wa kuamkia leo pamoja na habari muhimu kutoka nchini na kimataifa. Basi katika dakika zijazo tutakuwa tunakupeperushia kumrazi yaliyojiri kwenye nyanja za kisiasa, usalama na uchumi, jamii na michezo na matukio mengine yaliyogusa maisha ya wananchi. Na kama kawaida, lengo letu ni kukupatia habari zilizo sahihi na kwa muda unaofaa. Basi na usisite kutuandikia kwa namba zetu hizo za WhatsApp ambazo unaendelea kuziona hapo kwenye picha, ili tukujuze tu kwamba vile Kivu News Info tumebadilisha namba. Za awali zimepata matatizo za kiufundi, ila kwa sasa unaweza endelea kutuandikia kwa namba hizo mpya ambazo ziko hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Na kingine cha kufanya, unaweza kubonyeza kwenye titre na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambako utakutana na linki mbili. Kwa Kifaransa wanasema lien. Ya kwanza ukibonyeza itakupeleka moja kwa moja kujiunga na channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili ukibonyeza itasababisha unajumuika pamoja nasi kwenye grupu letu la WhatsApp, na itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa kupostia habari mpya kupitia channel yetu ya YouTube. Na nikujuze tu kwamba taarifa inakujia moja kwa moja kutoka Kivu News Info, na mimi langu jina ni Iteloje Longa. Basi nakukaribisha kwa mimi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za asubuhi ya leo ya tarehe 5 Novemba mwaka 2025. Tukianza na habari zetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Butembo mkoani Kivu Kaskazini, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota hasa katika kata ya Mususa. Taarifa kutoka kwa mashirika kiraia Mususa zinasema kumekuwa na ongezeko la matukio ya uhalifu katika siku za hivi karibuni, jambo linalowatia hofu wakaazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa asisi hiyo Moize Ndekeyonge, vitendo vya uvamizi wa usiku majumbani, wizi wa kutumia silaha na hata mauaji vimekuwa vikiongezeka kwa kasi. Moize Ndekeyonge ameeleza kuwa pamekuwa na matukio ya wizi wa pikipiki pamoja na manyanyaso na unyanyasaji unaofanywa na baadhi ya watu wanaojitambulisha kama walinzi au wanamgambo wa eneo hilo. Kwa mujibu wake, hali hii inazidi kuwavunja moyo wananchi ambao sasa wanaishi kwa hofu kubwa, hasa wakati wa jioni na usiku. Akizungumza na vyombo vya habari, kiongozi huyo wa Societe Civile ametoa mwito kwa mamlaka za usalama kuongeza kasi za uchunguzi ili kubaini wahusika na wa vitendo hivyo na kuweka mikakati madhubuti ya kuimarisha usalama wa raia. Aidha, shirika hilo la kiraia imeitaka kuwe na ukaguzi mkali wa silaha zinazotumika katika jeshi la FARDC na kwa makundi ya wazalendo ili kuhakikisha silaha hizo hazitumiki vibaya katika uhalifu huo wa mitaani. Wananchi wa Mususa wamesema wanatarajia kuona hatua za haraka zikichukuliwa, kwani hali ya sasa inahatarisha maisha yao na mali zao. Na hivyo ndivyo hali ya usalama kutoka Butembo mkoani Kivu Kaskazini, ambako jamii inatoa sauti moja ya kutaka amani na utulivu. Na tukielekea huko mjini Goma mkoani Kivu Kaskazini, ambako tukio la kushtua limegubika wakazi wa mji huo baada ya kijana mmoja kudaiwa kuua baba yake na mama yake mzazi siku ya Jumatatu tarehe 3 Novemba katika vitongoji vya Kasika ya Mabanga Kaskazini. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na baadhi ya wanafamilia kwa vyombo vya habari, kijana huyo anayejulikana kwa jina la Kavuke Musia Samuele alihusishwa na mauaji hayo mawili kwa kutumia kipande cha mbao chevro na baadaye wapanga.
Kwanza, kijana huyo anaripotiwa kufunga milango ya madirisha ya nyumba ya bibi yake Dorote Kahindo mwenye umri wa takriban miaka 80 kisha kushambulia kwa kipande cha mbao kichwani. Baada ya kumjeruhi vibaya na kusababisha kifo chake, inadaiwa aliondoka na kiasi cha pesa kilichokuwa nyumbani humo. Baadaye jioni, mtumiwa huyo alienda nyumbani kwa baba yake Gaston Kavuke katika mtaa wa Mabanga Noro. Mara tu alipowasili, alifunga mlango wa nyumba ili hakuna mtu aweze kuingia kati, kisha ugomvi ulizuka kati yake na baba yake. Kulingana na mashuhuda wa eneo la tukio, kijana huyo alitumia panga akimpiga baba yake shingoni. Marehemu alipiga kelele akiomba msaada, lakini majirani walipowasili walikuta mlango umefungwa kwa ndani. Baada ya kuvunja mlango kwa msaada wa vijana wa eneo hilo, walimkuta baba huyo akiwa tayari amefariki dunia kutokana na kutokwa kwa damu nyingi. Wakati familia ikiendelea kushughulikia msiba wa baba huyo, walijaribu kwenda kumjulisha bibi yake kuhusu kifo hicho bila kujua kwamba naye alikuwa ameshauawa. Walipofika nyumbani kwake walikuta mlango umefungiwa, lakini hapakuwa na mwitikio wowote. Walipoingia ndani, walikuta mwili wa bibi huyo umelala kitandani ukiwa na majeraha kichwani na damu ikitoka mdomoni na masikioni. Miili ya marehemu hao imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti katika mji wa Goma ikisubiri mazishi. Kwa hasira na mshtuko, baadhi ya vijana wa eneo hilo walimkamata kijana huyo na kuanza kumshambulia, lakini kiongozi wa mtaa aliingilia kati na kumwokoa kisha kumkabidhi kwa jeshi la AFC M23 kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Tukio hili imelitikisa wakazi wa jiji la Goma, ambao jamii inatoa mwito wa kuimarishwa kwa malezi, mshikamano wa kifamilia na uangalizi wa afya ya akili miongoni mwa vijana ili kuepusha matukio kama haya ya kusikitisha. Na tukiendelea kubaki katika mkoa wa Kivu Kaskazini, wilaya ya Walikale, ambako huduma za mawasiliano ya kampuni ya simu ya Vodacom zimekatika kabisa tangu siku ya Jumatatu tarehe 3 Novemba kufuatia radi kali na upepo mkali ulioikumba eneo hilo jioni ya siku hiyo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, miundombinu ya kampuni hiyo ya mawasiliano iliharibiwa vibaya na radi iliyoambatana na upepo mkali aliyosababisha kukatika kwa mawasiliano ya simu, internet na huduma zote za Vodacom. Hadi sasa wakazi wa Walikale mjini wanasema wako katika hali ngumu ya mawasiliano, jambo linaloathiri shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi. Asubuhi ya jana, mwenyekiti wa Federation des Entreprises du Congo FEC tawi la Walikale ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu athari za hali hii, akisema kwamba sekta biashara inakumbwa na hasara kubwa kutokana na kukosekana kwa huduma za mawasiliano. Wamiliki wa maduka ya kutuma pesa na kupokea pesa kwa njia ya simu wamelalamika hali hiyo, wakisema wamepoteza wateja wengi na mapato yao yameporomoka ndani ya siku chache tu. Wamesema huduma za mobile money ndiyo tegemeo kubwa kwa wafanyabiashara wadogo na wakubwa katika eneo hilo, hivyo kukatika kwake kuna wazofisha kiuchumi. Kwa upande wao, wananchi na viongozi wa FEC wameomba kampuni ya Vodacom DRC kuchukua hatua za haraka kurejesha huduma, wakisisitiza kwamba kila dakika inayopita inaleta hasara kwa wananchi. Akizungumza kwa njia ya simu, mwakilishi wa Vodacom katika eneo la Walikale ametoa wito kwa wateja kuwa na subira, akieleza kwamba wataalamu wa kampuni hiyo wako kazini kurekebisha vifaa vilivyoharibika ili kurejesha huduma haraka iwezekanavyo. Hadi sasa mawasiliano katika sehemu kubwa ya Walikale bado yamekatika na wakazi wameendelea kutegemea njia mbadala kama safari za moja kwa moja au ujumbe wa mtu binafsi kufikisha taarifa. Na tujielekeze moja kwa moja katika jimbo la Maniema. Wawakilishi wa wananchi wameweka wazi msimamo wao kuhusu hatima ya naibu rais wa meza ya uongozi wa bunge hilo, Mheshimiwa Teofile Dr. Buleli, baada ya kura ya maamuzi iliyofanyika siku ya Jumanne tarehe 4 Novemba. Katika kikao hicho maalumu cha bunge la jimbo lilihudhuriwa na wabunge 21 kati ya 22 waliopo katika taasisi hiyo ya kutunga sheria. Baada ya kura kuhesabiwa, wabunge 17 walipiga kura ya kumtetea Buleli, huku watatu wakipinga kura ya kumuondoa na moja
Akushiriki katika zoezi hilo. Kwa matokeo hayo, Mheshimiwa Theophile Dr. Buleli anabaki katika nafasi yake ya naibu raisi wa meza ya bunge la jimbo la Maniema. Petition hiyo ambayo ilitiwa saini na wabunge watatu ilimshtumu Buleli kwa madai ya kutimiza majukumu yake ipaswavyo na kukosa kusaidia wanakamati wenzake wanapokumbana na changamoto za kiutendaji. Hata hivyo, baada ya mjadala wa kina ndani ya ukumbi wa bunge, wabunge wengi waliona kuwa hoja hizo ziliwasilishwa zikuwa na uzito wa kutosha kumvua madaraka. Wengi waliotumia nafasi ya kuchangia walisisitiza umuhimu wa umoja, maelewano na ushirikiano wa ndani katika meza ya uongozi wa bunge hilo ili kuhakikisha kuwa taasisi hiyo inafanya kazi kwa amani na ufanisi. Kwa kura hiyo, wabunge wa jimbo la Maniema wameweka nukta katika mzozo huo wa kisiasa na kurejesha utulivu wa ndani ya bunge lao. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa viongozi wa bunge hilo kuona namna watakavyotekeleza wito wa wabunge wengi wa kujenga mshikamano na kuimarisha utendaji wa taasisi hiyo kwa manufaa ya wananchi wa jimbo la Maniema. Makamu wa kwanza wa waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani ametoa wito kwa viongozi wa serikali na bunge la mkoa wa Kivu Kusini kuhakikisha kuwepo kwa umoja wa kitaifa, usalama na uthabiti wa kisiasa katika mkoa huo. Kauli hiyo alitoa siku ya Jumatatu tarehe 3 Novemba wakati wa kikao maalum kilichowakutanisha viongozi wa serikali kuna wale wa mkoa wa Kivu Kusini. Katika kikao hicho, waziri Shabani alisisitiza umuhimu wa maelewano kati ya viongozi wa bunge la mkoa na wale wa serikali ya mkoa, akisema kwamba maendeleo hayawezekani bila mshikamano wa kisiasa na utulivu wa taasisi za umma. Viongozi wa Kivu Kusini walikutana naye, walimpongeza hatua hiyo ya serikali kuu, wakiahidi kufanya kazi kwa uwazi, uwajibikaji na ushirikiano ili kuhakikisha mkoa wao unasonga mbele kwa utulivu na maendeleo endelevu. Hatua hii inakuja baada ya kipindi cha mivutano ya muda mrefu kati ya bunge la mkoa na serikali ya Kivu Kusini, hali iliyokuwa ikisababisha mgawanyiko wa kisiasa na kuchelewesha shughuli za maendeleo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, wananchi wa Kivu Kusini sasa wameweza kupata matumaini ya kurejea kwa hali ya amani na utulivu wa kisiasa katika mkoa wao. Na kama sehemu ya jitihada za kuimarisha uongozi bora katika ngazi za mkoa, waziri Jacquemain Shabani amepanga kuitisha kikao kingine leo Jumatano tarehe 5 Novemba kitakachowakutanisha viongozi wa bunge wa mkoa pamoja na magavana na manaibu magavana wa jimbo yote 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikao hiki kitajikita katika kujadili namna kuimarisha utulivu wa taasisi za mikoa na kuzuia migogoro ya viongozi inayojitokeza mara kwa mara. Kumbuka kwamba katika baraza la mawaziri lililofanyika tarehe 24 Oktoba, serikali kuu ilieleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu migogoro ya ndani katika baadhi ya mabunge wa mikoa nchini. Naibu waziri wa mambo ya ndani na usalama Eugenie Chishela alisema wakati huo kwamba hatua madhubuti zinaendelea kuchukuliwa ili kurejesha utulivu na nidhamu katika taasisi za mikoa. Kwa upande wake, msemaji wa serikali alisema kwamba hali ya mivutano hiyo mara nyingi zinatokana na changamoto za uongozi na ni namna mabunge ya mikoa yatakavyotekeleza jukumu la uchunguzi na usimamizi dhidi ya serikali za mikoa. Serikali kuu inatarajia kuwa kupitia vikao hivi utulivu wa kisiasa na uongozi bora vitarejea katika mikoa yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika habari za kisiasa, Jean-Marc Kabunda aliyekuwa makamu wa rais wa bunge na mkosoaji wa sasa wa rais Felix Tshisekedi ametangaza kurudi kwenye ulingo wa kisiasa kwa kutangaza marisha ya amani itakayofanyika Jumatatu tarehe 15 Disemba mwaka 2025 katika mji wa Kinshasa. Akizungumza na waandishi wa habari Jumanne, Kabunda alieleza hali ambayo inaikumba nchi, akibainisha migogoro katika sekta za usalama, jamii, kiuchumi na kisiasa, huku akisisitiza hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi.
aliyebainisha kuwa mapigano yanayoshuhudiwa katika Kivu Kaskazini na Kusini ambako vikosi vya M23 vimechukua maeneo makubwa, hii hali isiyokubalika na inahitaji tendo la haraka kutoka serikali na jamii ya kimataifa. Mujibu wa Jean-Marc Kabunda, kurekebisha mgogoro huu kunahitaji mazungumzo ya kisiasa. Alisisitiza kuwa mazungumzo haya si chaguo bali ni lazima yafanyike. Kutokubali kwa Rais Tshisekedi kuwaita wadau wote wa kisiasa ikiwemo wapiganaji mashariki mwa nchi si kitendo cha uhalisia wa taifa bali ni mbinu ya kisiasa kuhifadhi madaraka zaidi ya kipindi cha pili. Jean-Marc Kabunda aliongeza kuwa Rais Tshisekedi anaacha vita kuendelea ili kupata sababu ya kupanua madaraka bila kuzingatia katiba, jambo lilosababisha vifo na mateso kwa wananchi mashariki mwa DRC. Akihitimisha, Jean-Marc Kabunda aliwatoa wito kwa wananchi wa Kinshasa kushiriki kwa wingi katika marisha ya amani itakayofanyika Jumatatu tarehe 17 Disemba kuanzia eneo la saa 4 asubuhi kwa lengo la kuhamasisha mazungumzo ya kisiasa ya dhahiri na ya pamoja. Taarifa hiyo inafuatia jitihada za kanisa na mashirika ya kidini ikiwemo Senko na SSC kujaribu kuhakikisha kuwa mazungumzo ya kisiasa yanafanyika kwa ushirikiano na wadau wote. Hata hivyo, Rais Tshisekedi hivi karibuni akizungumza na diaspora ya Ubelgiji amekataa mazungumzo yanayojumuisha wawakili wanaosababisha migogoro, akisisitiza kuwa hata kubali mazungumzo na wawakilishi wa waasi. Amjambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Kapi popote mlipo, karibu kwa taarifa yetu ya siku ya leo. Kwanza, jueni kama Rais wa Kongo Felix Tshisekedi alisifu ustamilivu wa Wakongomani licha ya miaka 13 karibu ya vita ambayo yamesababisha vifo vya watu wengi na idadi kubwa ya watu kukimbia makao yao. Yeye alisema hivi Jumanne mjini Doha pale Qatar katika mkutano wa pili duniani kuhusu maendeleo. Kivu ya Kaskazini pale Mwenga, mtu mmoja alifariki dunia baada ya kupigwa na radi na takriban nyumba 10 zilijaa maji na paa kadhaa kubebwa na upepo mkali. Viongozi wa hapo wanaomba msaada wa serikali. Hali ya kiafya na ya kibinadamu katika eneo la afya la Kibua mtaani Walikale inazidi kuwa mbaya. Wilaya nyingi zinakabiliwa na uhaba wa dawa za muhimu. Kiongozi wa afya ndani ya eneo anatoa ombi kwa mashirika za kiutu kuleta msaada. Karibu tena kwa wote na usikilivu mwema. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisifu ustamilivu wa Wakongomani licha ya miaka 13 karibu ya vita ambayo imesababisha vifo vya watu wengi na idadi kubwa ya watu kuhama makazi yao. Felix Tshisekedi alitoa kauli hii Jumanne mjini Doha pale Qatar wakati wa mkutano wa pili duniani kuhusu maendeleo ulioandaliwa chini ya ufadhili wa Umoja wa Kimataifa. Alijulisha hatua zinazoanzishwa na nchi ya DRC ili kukomesha ukosefu wa usawa na kutokomeza umaskini, pia kukuza umoja ndani ya jamii. Marekebisho haya yanajumuisha huduma ya afya kwa wote, elimu ya msingi bila malipo na programu ya maendeleo kwa matarafa 145. Sauti yake Rais Felix Tshisekedi ilichaguliwa na Alain Rung katika tafsiri ya Jean Désiré Kanyama. Nous l'avons dit dans nos engagements récents, la coopération internationale. Tunasema hivyo katika agano yetu ya mwisho ya kwamba uhusiano wa kimataifa haupaswi kuwa mfumo kawaida wa utegemezi. Hakika unapaswa kuwa mkataba wa usawa kwa usawa unaoruhusu kila pande kupatia ingine ripoti yake. Tamaa yetu ya pamoja inapaswa kuwa kwamba hadi kizazi cha ujio kanuni ya haki ya kijamii isitangazwe peke yake katika mikutano kuu sawa huu, bali iwe hakika katika maisha ya siku kwa siku ya kila mwananchi barani Afrika, Asia, Amerika ya Kusini, katika nchi za kaskazini sawa vile katika taifa za kusini. Hiyo inalazimisha ushujaa wa kisiasa. Inalazimisha pia tuangalie mbele ya inayotutofautisha.
Inaomba tukomeshe wazo ya kwamba kundi la watu wa moja huenda wanapaswa baki katika ukosefu wa ustawi, umaskini wala katika vita. Kuhusu habari za usalama jimboni Kivu ya Kaskazini, hali bado ni ya wasiwasi na tete Jumanne hii katika maeneo ya Kihondo na Bukombo, ni katika kundi la Bwito eneo la Ruchuru. Eneo hilo linaendelea kuwa na mapambano kati ya waasi wa AFC M23 na wazalendo wa kundi la CMC Nyatura. Hii ilikuwa ikiendelea kwa siku kadhaa. Jana Jumatatu, zaidi ya raia 10 walijeruhiwa katika mapambano hayo katika kijiji cha Mashango eneo la Bukombo, kwa mjibu wa vyanzo vyetu vya habari. Tunajelekeza sasa huko Kisangani. Kamanda wa polisi wa taifa ya Kongo aliwasilisha matokeo ya operesheni Ndobo kwa wakaaji na mamlaka za kisiasa na za kiutawala za mkoa wa Chopo. Jumla ni watu 12 walioshukiwa kuwa majambazi wa barabara wakikamatwa wakati wa doria mbalimbali zilizoandaliwa na polisi katika vitongoji fulani vya Kisangani. Ripoti yake Jacques Mukonkole. Wajambazi 12 walioneshwa wote wakifungwa kraka. Pembeni yao kulipatikana silaha 5 za kivita na bunduki 2 zinazotengenezwa kwa mikono ya aina ya koma. Watafuatiliwa hasa kwa wizi kwa kutumia silaha, mauaji na unyanyasi wa mali. Wakati akishukuru ujasiri wa askari wa polisi, anaeleza kama wajambazi hawa wanapewa mikononi ya auditora militaire kwa kusambishwa na hata kuhukumiwa. Walikubali makosa yao. Mmoja alikubali kama ni mwizi, mwingine alisema kama aliua watu 5, mwingine anaeleza kuwaua maafisa 3 wa polisi, mwingine tena alisema hivi au vile. Pamoja na hatari zote, waliwafunga na wanawekwa kwenye mikono ya sheria. Kushikiliwa kwao ni matokeo halisi ya operasheni ya Ndobo iliyoanzishwa na waziri wa mambo ya ndani Jacques Mashabani, lakini kuimarishwa katika Chopo na kamishina wa polisi wa PNC tangu kuingia kazini katika mamlaka hii, anasema Elvis Paranga na Weja. Ili mkoa uwe salama, anahimiza polisi na wananchi kuheshimiana na kushirikiana kwa wazi. Mji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi. Na katika jimbo la Kongo ya Kati, mvutano unaendelea kati ya bunge la mkoa na serikali ya mkoa. Ni katika hali hii ambapo kamishna mkuu Bahundua Benanga Adolphe, kiongozi kwa muda wa polisi, aliwataka maafisa wa polisi kuheshimu majukumu yao na kusitoingia katika mambo ya siasa. Alitoa kauli hii jana Jumatatu wakati wa mazungumzo yake pamoja na mapolisi. Kama vile tulivyojulisha hapo mwanzo, mtu mmoja alifariki dunia baada ya kupigwa na radi na takriban nyumba 10 zilijaa maji na paa kadhaa kubebwa na upepo mkali. Haya ndiyo madhara ya mvua kubwa ilionyesha sehemu kubwa ya eneo ya Mwenga Jumatatu na kusababisha uharibifu wa mali na kupoteza maisha huko Kibumba na Kitutu. Kutokana na ukubwa wa uharibifu huo, viongozi wa jamii katika eneo la Mwenga wanaomba kuingilia kati serikali ya mkoa na hata ya kitaifa. Lungele Itebo, presidenti wa shirika la raia ya Mwenga, anafasiria kwenye microphone ya Jean Kasami. Boshofere mmoja alikuwa akishota maji mubarabara namba 2 mushimo ya pale Kibumba kusudi gari yao ipite. Alipigwa na radi akakufa pale pale. Na ngambo ya huko kusheferia wa mzimu Kitutu, nyumba zaidi ya 13 zilijazwa na maji ya mtoni Mbilumazi na mtoni ingine nyingine nagawana mjini ya Cité Royale na Kangubanguba, na nyumba zingine manjanje liruka, toatile nazo ziliruka. Kwa hivi organisation locale, membre ya société civile ziko zinaenda zinafanya utafiti, evaluation ya maafa ya ile mvua yenyewe ilinyesha jana tangu saa 11:30 hadi saa 1 ya usiku, na baada ya pale ripoti kamili itatolewa.
Kama vile tulivyojulisha, Kivu ya Kaskazini, hali ya kiafya na ya kibinadamu katika eneo la afya la Kibua mtaani Walikale unazidi kuwa mbaya. Kwa mjibu wa kiongozi wa afya ndani ya eneo hilo, yeye anasema tangu eneo hili liliathiriwa na uharibifu wa vita, wilaya 20 za afya chini ya jukumu lake zimekuwa zikikabiliwa na uhaba wa dawa za muhimu. Kwa hiyo kutunzwa magonjwa ya janga ya mlipuko kama vile malaria inakuwa magumu wakati idadi ya watu katika eneo hilo ni maskini. Daktari Yves Tsongo, mganga kiongozi wa eneo la afya la Kibua, anafasiria. Population yote ya zone de santé ya Kibua haipate matunzo ya mzuri, haikule mzuri na inateseka d'une façon psychologique. Ndio maana inaomba kabisa tupate msaada ya haraka ya kupata matunzo mazuri, kupata chakula na kupata protection. Vitu yote ya afya yenye mina site pale, hakuna hata moja yenye iko na partenaire d'appui. Zinakuwa na shida ya kuweza mobiliser makuta ya kuifaire fonctionner. Na njoo inaacha pale hawatapata na dawa ya kupatia wagonjwa. Tunaona meme partenaire mwako anatusaidia kudawa malaria na haya tupatia hiyo dawa. Na livraison ya mwisho tulipata ilikuwa mu premier trimestre ya hii mwaka. Na njoo leo sasa hospitali kunatumika difficilement. Hatuna dawa mu stock ya kutunza malaria, hatuna dawa ya kutunza tuberculose, hatuna dawa ya kutunza malnutrition, hatuna dawa ya kutunza VIH. Même victime ya violence sexuelle hatuna dawa ya kubatunza. Upande mwingine mjini Kinshasa, mito iliyofurika iliripotiwa katika wilaya kadhaa baada ya mvua kubwa kunyesha mjini Kinshasa Jumanne hii. Wilaya zilizoathirika ni pamoja na Lingwala ambapo meya aliripoti mafuriko katika kitongoji cha Lokole pamoja na mitaa ya Nyangwe na Kalembelembe. Katika wilaya ya Kalamu, mamlaka ya manispa alionya juu ya mafuriko ya mto Kalamu na kwamba baadhi ya njia ndogo ndani ya makata zenye kuwa katika hali ya kusikitisha kutokana na uchafu uliobebwa na maji ya mvua. Upande mwingine, madaktari wanaoendesha Tukibaki katika habari za afya, madaktari wanaoendesha kazi katika eneo la Kasai kubwa wanaombwa kujifahamisha na mapendekezo mapya ya itifaki mbalimbali za ganzi inayofaa mbele ya upasuaji kwa kuzalisha. Kwa ajili ya hiyo, idara ya uzazi na magonjwa ya wanawake katika chuo kikuu cha Mbuji-Mayi iliandaa mkutano wake wa kwanza wa uhimizaji kuhusu mada inayosema mwongozo wa mbinu bora kwa kuzalisha kwa kupitia upasuaji tangu maandalizi hadi utunzaji wa watoto wachanga na kufuatilia baada ya upasuaji. Daktari Celestin Kadima anafasiria kwenye mikrofoni ya Esther Ndalafina akitafsiriwa na Naomi Mutokie. Mpango wa bure wa uzazi na watoto wachanga, mpango wa serikali kuu iko tayari unatumika mukasai Oriental. Wakati haya yafanyika, tulitaka kuanzisha ujenzo wa uwezo, lakini kwa kweli tulifanya kazi rejea. Madaktari wamekuwa walifanya upasuaji kwa muda mrefu, wakunga wanatusindikiza na kazi inaendelea vizuri. Lakini hiyo siyo kisingizio cha kutumanisha uwezo wa wafanyikazi muhimu wa afya. Sisi kama wasomi yaoni, idari ya magonjwa ya wanawake na uzazi katika chuo kikuu rasmi cha Mbuji-Mayi, tuliona kuwa ni muhimu kuwaleta wahudumu hawa wote pamoja kwenye mada moja. Kwa mfano, katika kipindi hiki cha kwanza tulijadili ngisi ya kufanya upasuaji, ngisi ya kwenda mjanzito kwa sehemu ya upasuaji. Nafikiri ile ni jambo jema. Tukijelekeza upande wa Kananga, wahudumu wa afya huko Kasai Central walifanya kikao Jumatatu kwenye ofisi ya gavana wa mkoa. Walisema kwamba walipanga maandamano hayo kwa ombi la vyama vya kitaifa kwa kudai kuboreshwa kwa mazingira ya kazi yao. Mbele ya mkuu wa mkoa, wahudumu hawa wa afya walisoma kwa sauti kubwa hati inayohalalisha
uwepo wao mbele ya jengo hilo la utawala. Wapendwa wasikilizaji, na wakaribisha tena kufata kipindi cha pili cha taarifa yetu katika usomi wa Rosalie Zawadi. Radio Okapi. Invité en Swahili. Shirikisho la viongozi wanawake wa Kasongo linachagua mazao ya kudumu katika kazi zao za kilimo. Wanawake wa kikundi hiki wamechagua kupanda kakao katika shamba lao la majaribio la hekta 1. Hii ndiyo njia yao ya kukuza mazao ya kudumu. Leo tunampokea Jeanne Tabu Nasor, mkuu wa kipengele cha kilimo ndani ya jukwaa hili, anazungumza na Florence Kizalunga. Bi Jeanne Tabu Nasor, jambo. Jambo sana mama Florence Kiza. Kwa huu mwezi wa Oktoba, kupitia sherehe ya sikukuu ulimwenguni ya mwanamke mlimaji, nyinyi wanawake wa Maniema wa Kasongo precisement munaanza kazi ya kupanda kakao. Tuambie ukomo wa kupanda kakao. Ya kwanza tunasema kama mama wa Kasongo yafaa aanze kubadilisha hali ya kulima, yafaa aanze kulima mlimo ya kudumu kwa kuweza kumletea manufaa. Na ngambo ya pili anaweza naye vile kujiandaa kwa kuanza kupiganisha ubadiliko wa majira yenye tunaita mkimombo changement climatique. Na hiyo mlimo wa kakao ni shamba ya upana ngapi ambapo mumeanza hiyo kazi? Tumeanza upana ya kwanza ni shamba ya kuonyeshea upana wa meta 100 kwa 100. Ni ile tutafanya kakao ndani, itasaidia kisha miaka fulani itaanza saidia kwa kuweza kuleta mashamba ingine. Hiyo kazi mnaifanya mna msaada ya wafadhili ama mnaifanya kibinafsi? Hakuna msaada wowote. Msaada wa kwanza ni juhudi ya wamama wa Kasongo wenyewe, na msaada wa pili ni ile banaita determination, kujikotize. Wamama wenyewe wanafanya kazi kwa kuendelesha ile mradi wao. Yani ni namna ya mwanamke wa Kasongo msujaa anaonesha kwamba ifo ku promouvoir juu ya resilience juu ya changement climatique. Ndiyo sababu tunaona kama mama wa Kasongo ni mlimaji, anaishi kwa mlimo, na kwa hali yeye ya siku ya leo majira inabadilika, mlimo hautoshe tena faida mingi. Ni kwa vile walipata mafikara, wanasema wabadilishe hali ya kulima kwa kuchunga mazingira na kwa kuweza kuboresha maisha. Na hiyo shamba ambapo umeanza leo, matunda faida mtakuwa mkifanya je? Faida ya kwanza ni nje ya kuwa na ile shamba ya pamoja, yafaa kila mama mwenye iko leo apatikane na yake shamba, sababu kwa kupata mbegu sio rahisi. Na wababa wengine na vijana wenye wanabakia, wasijana watoto kidogo wa mama, wafate mfano kwa gisi waendelee kwa ile kazi ya mlimo wa kudumu, kwa gisi unaleta faida kiuchumi. Nyinyi mtaishia tu kwa huo mlimo moja wa kakao? Hapana, katika hali yenye inafanyika ndani ya kazi sur terrain, inaonekana kama hawawezi kuacha shamba juu ya kakao. Tutafanya na tunafanya agroforesterie, ni ile sisteme ya mulimo yenye tunachanga chakula yenye tutakula kwa sasa, sawa vile miindi, kalanga, sombe, mamboga, na mule ndani tunapanda miti ya kakao yenye itakuwa faida kesho kwa maisha na kwa kuweza kukomboa mazingira. Namna gani mwanamke wa Kasongo mlimaji anaendesha kazi yake? Kwa leo shida ni mengi sana kuhusu mlimo, sababu kuna magumu kidogo kuhusu njia. Hali ya usalama vile inagusa mama mlimaji, sababu fasi ya kwenda kuuzisha mazao yake hakuna. Lakini alisema atakuwa bidii, hawezi funga mikono, na ataendelea kufanya kazi japo mashida mbalimbali, hasa mabarabara vile. Unapozungumza kunako microphone ya Radio Okapi, wewe mama mlimaji, unaambia nini viongozi? Kuhusu viongozi, tunawaambia kama wajue kazi ya mama mlimaji anafanya ndani ya jimbo la Maniema. Ni mama mlimaji mwenye analisha wababa, analisha watoto, analisha majamaa. Bila kazi ya mama mlimaji hakuna maisha. Ya vile tutawaomba katika bajeti ya jimbo wakuwe na kumbuka kwa upekee gisi ya kusaidia mama mlimaji katika kazi yake ya shamba, kwa kumtengenezea njia na vingine hivyo. Na kwa mwingine mwanamke mlimaji unamwambia nini? Kwa wamama wote wa Maniema, hata wenye wakuwa walimaji na wenye wiko walimaji mimi nawaambia kama tushikamane, sababu kazi sio rahisi.
kuna mitihani mingi, tujikaze pamoja na Mungu, kazi itaendelea mbele na tutapata matunda. Na wamama wenye wangali nyuma wayaanza kazi ya shamba, watufate tuendeleshe kazi ya mulimo, hasa kazi ya mulimo wa kudumu katika jimbo yetu ya Maniema, hasa kakao, kahawa, ngazi na ingine hivyo. Makazi ya milimo ya kudumu ni ya lazima sana ndani ya jimbo letu. Bi Jeanne Tabu na Soro, shukrani. Na mimi nimekushukuru sana Mama Florence Kiza. Radio Kapi, dossier en Swahili. Jimboni Ituri, MONUSCO inafadhili kuunganishwa tena kwa wapiganaji 933 wa zamani na wanachama wa jumuiya za mitaa huko Miala, takriban kilomita 10 kutoka Bunia katika eneo la Irumu. Walengwa hawa wanashiriki katika miradi ya kijamii inayolenga kuchangia maendeleo ya jamii zao na kuimarisha uhuru wao wa kijamii na kiuchumi kwa lengo la kupunguza ghasia za kutumia silaha katika jimbo hili. Wapiganaji hawa wa zamani wanatoa wito kwa wenzao kuweka silaha zao chini na kujiunga na mchakato wa kupokonya silaha. Isaac Remoyope kwa mafasirio zaidi. Maeneo mane yanahusika katika mradi wa kuunganisha upya wapiganaji wa zamani sawa Terega, Tsere na Chomia kwa bonde la Ziwa Albert. Wale waliochagua kilimo walipokea vifaa sawa majembe, piki na viatu ili kulima mashamba zao. Wengine wanahusika katika kutayarisha chakula cha mifugo na samaki. Shirika lisilo la kiserikali Peace Mwangaza ambalo linatimiza mradi huu linatoa wito kwa wapiganaji wa zamani na wanachama kujitahidi kwa ustawi wa mradi kwa faida yao wenyewe na maendeleo ya jamii. Gloire Mongo. Wa beneficiari tutawasi wakamate hii kazi kama yao. Hii budongo yenyewe inaacha tunauana, tunakosana. Tuitumike sasa juu itusaidie kujenga amani. Bapokee hii projet na bapokee ba ex-combattant benye bana decide kuacha silaha na kutafuta njia ya amani. Wapiganaji hao wa zamani wanasema wamefurahi na mradi huu ambao unawaruhusu kuungana tena na jamii. Wananena kwamba wameacha kabisa maisha ya mwanamgambo. Jacques Leripa ni mwakilishi wa wanamgambo hawa wa zamani. Nimepokea na mkono mbili sana kwa sababu tunajua itatusaidia. Kwa sababu si wengine tulikuwa na kazi ndani ya community. Na ile ilikuwa inatusukuma tuende kupori. Kama ukipeshona kuwa leo ndani ya community itatusaidia sana kumsha tujenge maisha yetu ya kesho. Kwa matunda ya shamba ionekana ndani ya mwingine, ndani ya soko, na pale inaweza kuwasaidia kulipa hata masomo ya watoto, inaweza kusaidia hata kulipa dawa. Kulingana na kiongozi wa groupement Batale, mpango huu unachangia kuimarisha amani katika eneo hilo kwa kuwaleta pamoja wapiganaji wa zamani na jamii ya wenyeji waliokuwa wahanga ya wale wapiganaji wa zamani. Rengabo Sezabuja. Napokea wale batoto mwana mpotevu wanarudia kwa mkono yake. Ile projet inaomba tutumizie yeye na makini sana kusudi itakuwa mfano kwa bengine nye bangali kupori, italeta na babo vile juhudi ya kurudia kumungini. Wanamgambo hawa wa zamani pia wanatoa wito kwa vijana ambao bado wanaendelea kumiliki silaha kuondoka porini na kurudisha silaha, wakiamini kwamba vita hivyo vinawapa watu maskini na kuharibu vijiji vyao. Na ni kupitia taarifa hiyo kutoka Radio Kapi ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 5 Novemba mwaka 2025. Na ambapo ulikuwa ukisikiliza ni Kivu News Info, kisima chako pekee cha habari na burudani kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla kuondoka tunakusifu kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia yetu na mazungumzo yetu kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi na usisite kutuandikia kwenye namba zetu hizo mpya za WhatsApp ambazo unaendelea kuziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako
aiza mapendekezo yako. Ila cha kuzingatia, kama kweli wewe ni mtazamaji na msikilizaji wa Kivu News Info, toka awali tumebadili namba za WhatsApp. Zile za awali zimepata changamoto fulani, lakini endelea kutuandikia kwa namba zetu hizi mpya ili kutujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na vile vile tutakuhakikishia usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa kupostia habari mpya kupitia channel yetu ya WhatsApp. Langu jina mimi ni Iteloje Lulonga, sina la ziada, acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa ambao walikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu hizo asubuhi ya leo tarehe 5 Novemba mwaka 2025. Na ni Kivu News Info, kisema chako pekee cha habari na burudani kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.